mabadiliko, bila mabadiliko. Peoples. Dodoma tunawashukuru sana. Haiwezekani mechi inachezwa Simba na Yanga alafu refari anakuwa Haji Manara. Hiyo mechi haitawezekana. Naam mtazamaji, natumai mzima popote ulipo na karibu tena katika YouTube channel yetu kwa mara nyingine. Kipande cha video nilichoweza kukitanguliza katika video hii ndiyo hali halisi inayozidi kushuhudiwa katika taifa jirani la Tanzania. Haya yote ni kutokana na kile ambacho viongozi wa upinzani wa huko Tanzania kudai kwamba serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inazidi kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na wapinzani wake, na sote tumeona kwamba hivi sasa katika taifa hilo jirani la Tanzania upinzani umeweza kuchukua mkondo sawia na ule ulioweza kutumiwa na wananchi wa Kenya. Kama ulivyoweza kutazama kipande cha video nilichoweza kukitanguliza katika video hii, maandamano mazito yanazidi kuendelea, hatua ambayo imeweza kuwa ni msuko mkubwa kwake Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji, tumeweza kugundua kwamba idadi kubwa ya watazamaji mnaozidi kutazama video zetu katika YouTube channel hii bado hamjaweza kusubscribe. Hivyo basi tungependa muweze kufanya jambo la busara kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hiyo. Iwapo utaweza kufanya hivi, basi utakuwa umeweza kutupa support kubwa, na si hapa tutaweza kushukuru. Naam mtazamaji, kwanza kabisa ningependa utazame video hii ya maandamano yanayozidi kushuhudiwa katika taifa jirani la Tanzania. Naam mtazamaji, ni haki kubwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuwa na hofu kutokana na mipango yake ya kutokuwa na mpinzani katika uchaguzi huu wa mwaka 2025 kutofanikiwa. Mtazamaji, iwapo ufahamu ni kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan katika mojawapo ya mipango aliyokuwa akitumia ili aweze kufanikiwa kupata ushindi kwa mara nyingine kurejea mamlakani kama rais wa Jamhuri ya Kenya, mpinzani wake mkuu Tundu Lissu ni aweze kuwekwa korokoroni na mwishowe kushtakiwa na kesi ya uhaini, jambo ambalo raia hivi sasa wameweza kulikataa. Na mbaya kabisa, raia hawakuonyesha kuchukizwa na kile anachozidi kukifanya Rais Mama Samia Suluhu Hassan kutumia nguvu kupita kiasi. Wameweza kuandamana, hatua ambayo imeweza kuamsha siasa za taifa hilo jirani la Tanzania. Kwanza mwaka 2024 idadi kubwa ya Watanzania waliweza kukosoa vijana wa Gen Z nchini Kenya kuhusiana na mswada wa fedha wa mwaka 2024 pamoja na 25 uliweza kusababisha vijana wa Gen Z kuandamana dhidi ya kupinga mswada huo, na mwishowe sote tumeweza kuona ni kipi kilichoweza kufanyika katika taifa hili la Kenya. Mswada huo wa fedha mwaka 2024 uliweza kutupiliwa mbali. Hivyo basi hivi sasa katika taifa jirani la Tanzania, wakilinganisha hali iliyotokea nchini Kenya na kile wanachozidi kukifanya kwa kufuatia nyayo za taifa la Kenya ama vijana wa Gen Z nchini Kenya, ni ya kwamba huenda hata uchaguzi huo wa mwaka 2025 ukaweza kutupiliwa mbali kutokana na vyama pinzani pamoja na wananchi wengi wa Tanzania. Ni ya kwamba iwapo mpinzani mkuu Tundu Lissu hataweza kuachiwa huru ili Watanzania waweze kuamua ni kiongozi yupi ambaye wataweza kumchagua kwa yeye kuendeleza uongozi na madaraka katika taifa hilo, basi wataweza kususia na hawataweza kupiga kura
hatua ambayo imeweza kuleta hofu kubwa kwake Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi wote wa CCM. Ila mtazamaji, ningependa ufahamu kwamba haya yote yaliweza kutokea wapi na ni kipi kilichoweza kuchochea hadi hivi sasa katika taifa jirani la Tanzania tumeweza kuanza kushuhudia maandamano. Mapema mwaka 2025 sote tuliweza kushuhudia East Africa kuwa na muhemko mpya wa kisiasa, ila hilo halikuweza kutosha. Mbaya kabisa ni kwamba kutokana na kesi ambayo Tundu Lissu aliweza kushitakiwa nayo, Mheshimiwa Bi Martha Karua pamoja na Hanifa pamoja na wanaharakati wengine hasa Boniface Mwangi pamoja na Agatha kutoka katika taifa jirani la Uganda kuelekea katika taifa jirani la Tanzania ili Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kupata haki. Sote tunafahamu kwamba matukio walioweza kufanyiwa ni matukio ambayo yaliyoweza kuanzisha vita vya kisiasa kati ya taifa jirani la Kenya, Uganda pamoja na Kenya na Tanzania. Mwishowe Kenya waliweza kushinda taifa la Uganda huko wakisalia na taifa jirani la Tanzania. Mwishowe lililoweza kusababisha Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuzima mitandao ya kijamii katika taifa hilo ili kupunguza vuguvugu la majibizano ya kivita vya kimtandao kati ya Kenya pamoja na taifa lake. Ila hiyo haikuweza kutosha kutokana na kile ambacho Wakenya waliweza kufahamishwa naye Boniface Mwangi baada ya kuitisha mkutano ama interview kati yake pamoja na vyombo vya habari baada ya kurejea nchini Kenya na kusimulia yote mabaya ambayo aliweza kufanyiwa akiwa katika taifa jirani la Tanzania, na ndiyo chanzo kikuu ambacho kiliweza kusababisha baadhi ya Watanzania kuamini uongozi wao sivyo jinsi ambavyo waliweza kudhania. Na mbaya kabisa, Boniface Mwangi aliweza kuahidi kuchukulia serikali hiyo hatua kubwa na kwa chini ya wiki sote tuliweza kuona ya kwamba katika taifa hilo la Tanzania baadhi ya usafiri wa Air Tanzania uliweza kupigwa marufuku na mashirika ya mataifa ya kigeni, jambo ambalo liliweza kuathiri pakubwa. Na mtazamaji, iwapo hili litaweza kuendelea, amini usiamini, huenda hata uchaguzi huo wa mwaka 2025 utaweza kusitishwa. Na je, kama utaweza kusitishwa, ni kipi ambacho kiweze kufanyika ili uchaguzi huo uweze kufanikiwa? Njia pekee ni ya kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan aweze kupata mpinzani ambaye atakuwa akiwania kiti cha urais, na iwapo hilo litaweza kufanyika, basi amini usiamini, uchaguzi huo utaweza kufanyika. Na iwapo Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kukataa, basi huenda ikawa vigumu kwa uchaguzi wa mwaka 2025 kufanyika, na iwapo utakuwa umeweza kufanyika hautakuwa wa halali na haki, bali kishingo upande, kutokana na baadhi ya wananchi wa Tanzania waliokuwa na nia ya kumpigia kura Tundu Lissu kunyimwa fursa hiyo, na mwishowe wataamini kwamba kwa mara nyingine Rais Mama Samia Suluhu Hassan ameweza kutumia nguvu kuingia mamlakani na sio halali kama jinsi ambavyo watu wanavyozidi kusubiria Tundu Lissu kurejea rasmi kwa debe ili aweze kuwania nafasi hiyo. Mtazamaji, ni vyema kutochia maoni yako katika uwanja comment section, na pia ni vyema ukituambia unazidi kutazama video zetu kutoka eneo lipi. Subscribe, like, comment na kushare. Bye bye until the next video.